Vitabu vya Kichaga ukurasa ule wa kwanza. Vitabu vya Kichaga ukurasa ule wa kwanza. Ndumirwa runakeri nihaha mwinaso umwaloke na imwindia lwaranye chandu ailo shandrero lake undamrumirwa ofo na ngoya fo yose na mrima ofo ose na urango ofo ose undamomrasa ofo chandu kukundiyo kumunyu Vaya unevina landumi haleluya Wakunde wa mrumi wongosa utochi wa mnyamadogo lomterewerire nla mrumi Yesu Kristo kunduluto unyamadogo rena iyi muchikulangia rwaifongonyi muchirike mrumi. Yafuatayo ni matangazo ya usharika wetu wa Kotela leo Jumapili ya tarehe 19 mwezi huu wa 7 2026. Tangazo la kwanza, leo ni siku ya Bwana ya 7 baada ya Utatu wa Mungu kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Kutoka 33 mstari ule wa 12 hadi ule wa 17. Kutoka 33 mstari wa 12 hadi ule wa 17. Kutoka 33 mstari wa 12 hadi ule wa 17, na yasoma maneno ya Mungu kama yalivyoandikwa. Musa akamwambia Bwana, angalia, wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe hukunijulisha ni nani utakaye nituma pamoja nami. Walakini umesema nakujua kwa jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako, ukakumbuke ya kuwa taifa hili ndilo watu wako. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako mimi na watu wako? Sio kwa sababu unakwenda pamoja nasi hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walio juu ya uso wa nchi. Bwana akamwambia Musa, nitafanya neno hili ulilolinena, kwa maana umepata neema mbele zangu, nami nakujua kwa jina lako. Amen. Naomba tukae. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini kila mmoja ana furaha kuwepo imani mwa Bwana asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama una furaha, punga mkono pamoja nami. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi pia nina furaha siku ya leo kufika katika usharika huu. Ni usharika ambao nimekuwa nikipita barabarani na uona, lakini sikuwahi kutafakari kwamba siku moja na mimi nitasali hapa. Kwa hiyo kwangu na mimi leo ni furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu nilipokuwa nikitafakari nikagundua kwamba usharika huu kama tulivyo na baba wa taifa ndivyo tulivyo na baba wa imani, alianzia katika usharika huu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwangu leo ni furaha kwamba niko usharika wa baba wa imani, hata kama ametutangulia mbele za haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwangu ni furaha pia. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri nilikuwa nimeshajitambulisha na sihitaji tena kujitambulisha sana, lakini niseme tu kwamba tumekusanyika siku ya leo ambao tunaongozwa na kichwa kinasema neema ya Mungu yatutosha. Mwambie mwenzako, neema ya Mungu yatosha. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Mungu yatosha. Nilipokuwa nikitafakari kichwa hiki nikasema ni kichwa chepesi sana, kwa sababu kila aliyefika hapa tayari kichwa hiki kimehusika na maisha yake. Maana usingeweza kufika hapa kama sio neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako, ni kwa neema ya Mungu.
na tukapewa somo kutoka kitabu cha Mwanzo mlango wa 33 mstari ule wa 12 hadi wa 17, somo ambalo linazidi kukaza habari ya hii neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Kutoka hiyo sura ya 33 kama tulivyokisoma, ni kitabu ambacho kinakuja baada ya taifa la Israeli. Baada ya taifa la Israeli kumwacha Mungu na kumwabudu mungu wao waliomtengeneza wenyewe, mungu wa dhahabu, wakamwacha yule Mungu ambaye ndiye Mungu wao, wakaabudu mungu mwingine ambaye ni mungu wa dhahabu waliyemtengeneza mwenyewe, na Mungu akachukizwa na kitendo kile ambacho kilifanyika. Ukisoma katika ule Kutoka 32 utaona hicho kilichotokea. Lakini hiki kitabu kinakuja baada ya Mungu kukasirishwa na kile kitendo walichokifanya, lakini mtumishi wa Mungu Musa akasimama kwa niaba ya lile taifa, akamlilia Mungu ili awasamehe wale watu. Bwana Yesu asifiwe. Hakujiombea mwenyewe, bali alimlilia Mungu kwa sababu ya wale watu, akataka Mungu awasamehe, na Mungu akaonyesha kuwasamehe na akaahidi kuendelea nao tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunasoma katika kitabu kile katika mstari ule ambao anasema uwepo wako utakwenda pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwepo wangu utakwenda pamoja nawe. Ni baada ya Musa kumlilia Mungu, Mungu anamwahidi basi sasa nitakwenda tena pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata sisi leo hatuokolewi kwa matendo yetu, bali kwa neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, Mungu kufika mahali kusema kwamba basi nitakwenda tena pamoja na wewe, hiyo ni neema. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba ulistahili, lakini ni neema tu ameiweka pale ya kwamba sasa nitaanza tena safari na wewe, baada ya kwamba nilikuwa nimegairi kwamba sitaenda tena pamoja na wewe, lakini kwa sababu Musa umenililia, mimi nitakwenda pamoja na wewe tena. Maana yake kwa sababu Musa alikuwa amepewa kibali cha kuwaongoza wale watu, Mungu alipotaka kuacha Musa aliingia kwenye wakati mgumu, kwamba sasa Mungu ukituacha nini kitatokea? Ndio maana akamlilia Mungu, na Mungu akafika mahali akasema, kwa sababu umenililia basi nitakwenda tena pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hata sisi Mungu anakwenda pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako, Mungu anakwenda pamoja na wewe. Na Mungu anakwenda pamoja na sisi sio kwa sababu tunastahili, lakini ni kwa sababu ya neema ambayo Mungu ameiachilia kwa sababu ya watakatifu wanaomlilia Mungu kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu ya pale ambapo tunageuka na kutubu na kumtazama Mungu, ndio maana Mungu anaanza tena safari na sisi. Na Mungu anaanza safari na sisi katika maeneo mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, ulipoanza safari ya kuja hapa, kama sio Mungu usingefika. Lakini pia nataka nikwambie, kuna kazi ambazo tunazifanya katika maisha yetu, tunazianza na Mungu, na kama sio Mungu tusingefika mahali popote, lakini Mungu anaanza safari na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapokuwa katika mashamba yetu, tunapokuwa katika biashara, tunapokuwa katika maeneo mbalimbali, tunafanikiwa sio kwa sababu tunastahili, bali kwa sababu Mungu amekwenda pamoja na sisi. Haleluya. Mwambie mwenzako, ni kwa sababu Mungu amekwenda na sisi. Na nataka nikwambie katika mstari wa 12 mpaka 14 unasema neema ya Mungu utangulia katika safari ya maisha. Na safari ya maisha ni pale ambapo unafanya majukumu yako ya siku kwa siku, kama vile ambavyo Mungu aliwaonyesha kwamba anawatangulia, ndivyo Mungu anavyotutangulia na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Musa akasema, usipoenda mwenyewe pamoja nasi, usitupandishe kutoka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama tunakumbuka, tunapotaka kuanza jambo lolote katika maisha yetu, kama tunamwambia Mungu, Mungu usipoanza pamoja nami, naomba nisilifanye jambo hili. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tunajisahau, lakini Mungu kwa neema yake, yeye hatusahau. Anaendelea kushikilia kwamba lazima niende na watu wangu.
Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunajikuta tunatekeleza majukumu yetu, sio kwa sababu tuliweza kuyafanya, lakini kwa sababu kuna neema iliyo kwenye nyuma yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna umuhimu wa kumwambia Mungu, usipoenda pamoja nami katika jukumu hili ninalotaka kulianza, Mungu usiniache nikaenda. Bwana Yesu asifiwe. Unapoifanya kazi yako yoyote ile, una sababu ya kumwambia Mungu, Mungu usipokwenda pamoja nami katika kazi hii au katika jukumu hili ninaloliendea, basi usiniache nikalifanya. Maana kuna hatari ya kufanya jambo lolote ukiwa umemwacha Mungu, maana unaweza usifike mahali. Musa alitambua mafanikio ya safari hayategemei nguvu za watu, bali uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mafanikio ya safari hayategemei nguvu za watu, bali uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wowote na muda wowote na jambo lolote tunalolifanya, unahitaji uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama ni kukaa kanisani, unahitaji uwepo wa Mungu. Hata kama ni shughuli yako binafsi, unahitaji uwepo wa Mungu. Hata kama ni safari unayoianza kwenda sehemu fulani, unahitaji uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu unapaswa uambatane na wewe kila mahali, na ndio maana Mungu akamwambia Musa, popote unapoianza safari